Mtazamaji wa Tanzania ITV, kabla ya habari nzito ambazo ni za asili ambazo naenda kuzileta sasa hivi, na kuomba ikiwa uwe ni mgeni na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe hapo chini na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem wakati tunapozichapisha katika mtandao wetu wa Tanzania ITV. Cha kuzingatia zaidi mno na kuomba tu kunyenyekevu uponyeze patoni ya like ili tuendelee kusonga mbele pamoja. Sasa kuna habari ambazo ni za asiri nzito ambazo naenda kuzifichua sasa hivi, tukaweze kuziangazia kwa undani wakati tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya katika taifa letu la Tanzania. Amenusurika kifo kupitia ajali barabarani. Habari hii mbaya ya kiongozi wa chama cha CCM kuhusu kuhusika kwake kwa ajali Tanzania. Habari hizi zimeweza kutetemesha ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote, haswa wana CCM. CCM ni chama tawala kwa muda mrefu ambacho kinaongozwa sasa hivi na Samia Suluhu Hassan. Sasa kiongozi wake ameweza kunusurika kifo kufuatia ajali mbaya barabarani. Unapotazama skrini yako imeandikwa mbunge wa Moshi apata ajali mbaya sana. Mbunge huyu wa Moshi alichaguliwa kupitia chama cha Rais Samia Suluhu Hassan, aliweza kunusurika kifo baada ya kuhusika katika ajali mbaya barabarani. Mbunge huyu anaitwa Ibrahim Shayo, alikuwa na safiri lakini akanusurika kifo baada ya gari alilokuwa akisafiria kupinduka mara kadhaa na kutumbukia korongoni katika eneo lile la Kirinjiko katika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wale walishuhudia ajali hiyo waliweza kukiri kwamba ajali hiyo ilitokea wakati akiwa kwenye ziara ya Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Msafara huo ulitokea Same kuelekea wilaya ya Mwanga. Hata hivyo, inadaiwa mbunge huyo hakuonekana katika eneo la Mwanga ambako waziri mkuu alikuwapo, na habari hizi zinaendelea kufuatiliwa na jeshi la polisi kwa habari za akina. Sasa swali tunajiuliza, ni kipi ambacho kinaendelea katika chama tawala cha CCM? Hata wiki haijaisha wakati diwani wa CCM aliweza kuhusika kwa ajali na akaaga dunia. Tangu Rais Samia Suluhu Hassan aapishwe na kuingia afisini katika kipindi hiki cha uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, wabunge wameuawa, viongozi katika nyadhifa mbalimbali wanauawa katika hali ya kutatanisha tu. Aliyekuwa wa kwanza mnakumbuka anaitwa Jenista Muhagama wa eneo bunge wakilishi la Beramiho, aliaga dunia. Yeye ndiye alikuwa amefungua mlango wa kifo haswa kwa chama cha CCM. Yeye alichaguliwa kupitia CCM akaaga dunia. Halima Nassar akaaga dunia. Na wiki jana, na tuliweza kufanya habari hizi, tuliweza kuwaletea Elia Sambala,
mwenyekiti wa chama cha CCM mkoani Mbeya alikatakatwa kichwa. Huyo ni mwana CCM mwenyekiti. Yusuf ni diwani wa CCM, yeye aliaga dunia baada ya kupata ajali. Hivi majuzi ajali zimezidi. Jeshi la polisi magari yao yanahusika kwa ajali, baadhi yao wanaaga dunia. Sasa tunajiuliza ni kipi hiki ambacho kinaendelea katika taifa hili letu la Tanzania? Tumekosea wapi mbele za Mwenyezi Mungu? Ndio maana Watanzania wengi wanaendelea kumkumbuka Rais marehemu hayati John Pombe Magufuli aliyetutangulia mbele za Mungu ama mbele za haki. Alikuwa anasimama kidete, alikuwa anasimama imara kutetea Watanzania. Alikuwa anauliza tu kwa umati wa watu, nilichaguliwa kuwa rais wa nini? Lazima afanye kazi kama rais. Na alisikika akisema huyu Pombe Magufuli kwamba yeye hata kama anaruhusiwa kutoa agizo watu fulani waliokosea mambo ya uhaini wanyongwe, akakataa, akasema yeye kama rais hawezi kutoa amri ya watu kunyongwa, ila tu rais ambaye atakuja baada ya yeye kumaliza kipindi chake awanyonge vile sheria inasema, lakini yeye hawezi kunyonga Watanzania. Aliyeingia mamlakani alinyonga Watanzania kufuatia maandamano, vyombo vya dola vikatumia nguvu zaidi, Watanzania wengi wakajinjwa. Magufuli kile ambacho alichokisema tumekiona. Yeye hakuwa anataka kuhesabiwa mabaya, na akatabiri kwamba huenda rais atamfuata ndiye atanyonga Watanzania, na Watanzania wamejinjwa. Sasa ni kama vifo vya Watanzania vilivyoshuhudiwa vimegeuka, ile damu imegeuka sasa, kwa sababu uchaguzi haukufanyika kwa njia ya haki na uhuru. Sasa ile damu imeanza kuandama viongozi waliojichagua, kwa sababu kilichoitwa ni uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana, hatukuwa tunaona uchaguzi huo, kwa sababu siku hiyo ya uchaguzi maandamano yalikuwa. Ni saa ngapi watu walienda kupiga kura, wakawachagua madiwani, wakawachagua wabunge, na wote ni wa CCM. 99.9% ni CCM. Ni 0.01 tu ya vyama vingine vya mrengo upinzani. Ni wawili tu, to be specific, tuseme ukweli, katika bunge la kitaifa hapa Tanzania, wawili tu ndio waliweza kuchaguliwa wabunge kutoka vyama vya upinzani, lakini wengine wote ni CCM, walijichagua wao wenyewe. Sasa hii damu ndio huenda inawafuata wanahusika kwa ajali, kwa sababu hawakuchaguliwa na Watanzania. Diwani wanaaga dunia wa CCM, wenyekiti wanakatwa vichwa. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea Tanzania? Tanzania hii yetu ilikuwa inaheshimika, ilikuwa inaenziwa, ilikuwa inatambulika katika mataifa mbalimbali. Hivi majuzi tu Samia alikuwa katika mkutano wa Umoja wa Afrika kule Addis Ababa, Ethiopia. Marais watatu ambao walichaguliwa hivi majuzi wakasimamishwa, wakasalimia marais wengine. Suluhu hakutambulika. Niliweza kufanya uchanganuzi huo na kuwaeleza kuhusu hayo yote. Marais wale ambao walichaguliwa hivi majuzi walisimama katika mkutano ule, wakatoa salamu kwa marais wengine, na hata kuna rais mwanamke wa kwanza alikuwa pale ambaye alichaguliwa, naye akasimama akatoa salamu, lakini hatukuona mahali popote pale Suluhu akitambuliwa. Sio kusalimia, kutambuliwa tu kwamba yeye ni rais wa Tanzania. Hatukuona hilo. Kisha baadaye tukaona Kombo akijaribu kumtetea kwamba mbona hakupewa nafasi ya kuzungumza
kule Ethiopia, Addis Ababa, ni kwa sababu ya yale madhambi dunia mzima iliweza kuona. Upinzani kufungiwa kuwania kiti cha urais, anatangazwa kuwa mshindi kabla, uzimo kwa mitandao ya interneti, baadaye tunaambiwa aliweza kushinda kiti cha urais. Haya yote ndiyo yanasababisha Suluhu kutotambulika kama rais. Aliweza kutengwa kule Addis Ababa, Ethiopia. Hakukabidhiwa nafasi ya hata kusema yeye ni rais kutoka Tanzania. Na wale ni wale ambao walichaguliwa hivi majuzi. Mfano, aliyechaguliwa siku mbili kabla ya uchaguzi wa Tanzania, kwa sababu sisi Tanzania tulifanya uchaguzi 29 Oktoba mwaka jana. Yule alichaguliwa 26 sasa Oktoba mwaka jana katika taifa lile la Seychelles, ukipenda Ushelisheli, anaitwa Dr. Patrick Hamin. Alipewa nafasi, akasalimia na akazungumza dakika 3 hivi, lakini hatukuona Samia akitoa salamu. Hata alimtangulia kuchaguliwa kwa siku 2 peke yake. Rais mwingine ni wa Gabon, anaitwa Clotaire Ngwema, aliyechaguliwa mwaka wa 2023. Sio 25 jana, 23 mwaka wa 2023 tarehe 6 mwezi wa kwanza, kupitia mapinduzi ya kijeshi. Yeye akasalimia na akakaa katika mkutano ule wa Addis Ababa. Na mama ambaye alipigiwa hata makofi kwa kuchaguliwa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka jana 25, anaitwa Netumbo Nandi Ndaitwah, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwahi kuchaguliwa katika taifa lile la Namibia. Suluhu alitengwa, hakutoa hata salamu. Sisi tu tutaendelea kuwajulisha baada ya kuhakiki yale ambayo tunayapokea katika meza yetu ya utangazaji. Naomba kuhitimishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde ya mwisho, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele. Tukutane katika kanda nyingine. Kwaheri.